Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wema Sepetu ni mwanamitindo maarufu sana hapa nchini Tanzania, lakini pia amejizolea umaarufu mkubwa sana kupitia kazi zake za mitindo ambazo amekuwa akizifanya, lakini pia filamu mbalimbali ambazo amewahi kuzicheza Wema Sepetu. Lakini pia ni mwanamke wa pekee ambaye ana followers wengi sana kwenye ukurasa wa Instagram ukilinganisha na wanawake wengine ambao ni mastaa wa filamu. Wema Sepetu ana followers milioni 11,700,000. Unaweza kuona ni kwa namna gani Wema Sepetu ni mwanamke ambaye ni maarufu sana sana. Lakini siku ya leo nimekusogezea historia ya Wema Sepetu kuanzia alipozaliwa, lakini pia kusoma kwake, yani elimu yake kwa ujumla, umaarufu ambao ameupata, pamoja na mahusiano yake ambayo amekuwa akiwa nayo mara kwa mara. Bana, tunaanza na maisha ya awali ambapo Wema Sepetu jina lake kamili anaitwa Wema Abrahamu Sepetu, maarufu kama Wema Sepetu. Ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto wa 4, yani yeye ndiye mtoto wa mwisho, na amezaliwa jijini Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa 9 1988, na kwa sasa hivi Wema Sepetu ana miaka 36, na mwaka huu mwezi wa 9 basi atakwenda kutimiza miaka 37. Lakini pia elimu yake, Wema Sepetu alianza elimu ya msingi hadi sekondari katika shule iitwayo Academic International iliyopo Mikocheni, Dar es Salaam. Lakini pia baadaye akafaulu au kufanikiwa kujiunga na chuo na akafanikiwa kupata shahada yake ya kwanza aliyoichukua katika chuo kikuu cha Lim Kok Keng nchini Malaysia. Unaweza kuona ni kwa namna gani Wema Sepetu alisoma kwa starehe sana. Shule ambayo alisoma ni international, lakini pia baadaye chuo alienda kuchukua huko nchini Malaysia. Lakini pia katika swala lake zima la umaarufu, Wema Sepetu hakuwahi kufikiri kama atakuja kuwa mmoja kati ya mastaa wakubwa sana ndani na nje ya nchi ya Tanzania, mpaka siku moja alikutana na Mange Kimambi. Yani Mange Kimambi ndiyo mtu pekee ambaye alimuonyesha Wema Sepetu njia, tunaweza kusema hivyo, kwani Wema aliwahi kuzungumza waziwazi na kudai kuwa mtu wa pekee ambaye alimshawishi yeye kuwania taji la Miss Tanzania 2006 basi ni Mange Kimambi, ambaye alikutana naye Masaki na akamshawishi ashiriki mashindano ya Miss Tanzania, na Wema Sepetu aliibuka kidedea na kuwagaragaza Joketi Kijoti Mwegelo pamoja na Lisa Jensel, ambapo Joketi alishika nafasi ya 2, lakini huyu Lisa alishika nafasi ya 3, na Wema Sepetu akatwaa taji la Miss Tanzania 2006. Na kwa sasa tunaweza kusema Wema Sepetu ni mwanamke mwenye umaarufu mkubwa sana hapa nchini Tanzania, lakini pia ni mwanamke ambaye anafahamika kwa kiasi kikubwa sana. Ukimuuliza hata mtoto mdogo Wema Sepetu ni nani, basi anaweza kukufafanulia kwa Wema Sepetu ni mtu wa namna gani. Lakini pia Wema Sepetu ni mfanyabiashara, anafanya biashara zake nyingi, lakini pia kupitia biashara hiyo matangazo mengi sana tumemshuhudia Wema Sepetu amekuwa akiyafanya mbalimbali, ambayo yameendelea kumuongezea umaarufu mkubwa sana, lakini pia kumuendelea kumuongezea jina la Wema Sepetu liendelee kubakia katika ubora wake. Lakini katika swala zima la mahusiano yake, Wema Sepetu kabla ya kuwa Miss Tanzania alikuwa na mpenzi wake, lakini hawakudumu sana, kwa sababu baada tu ya kupata taji la Miss Tanzania basi Wema Sepetu ikamsababisha akawa busy sana, jambo ambalo lilimfanya akose muda wa kutulia na mpenzi wake. Sasa mahusiano yakawa changamoto kidogo, kwa sababu tunafahamu Miss Tanzania anapokamilisha tu au anapofanikiwa kutwaa taji la Miss Tanzania, basi kuna yale mashindano ya Miss World. Tunaona hapa Tanzania Miss Tanzania namba 1
anakwenda kuiwakilisha nchi. Kwa hiyo mambo yakawa mengi hivi. Sasa huyo mpenzi wake wa kwanza basi ikasababisha penzi hilo halikudumu kabisa. Sasa baada ya Wema Sepetu kuwa maarufu sana basi baadaye akakutana na marehemu Steven Kanumba na kuanza mahusiano. Na Kanumba alikuwa mtu muhimu sana kwa Wema Sepetu, kwani ndiye mtu pekee ambaye alifahamu kuwa Wema Sepetu ana kipaji cha kuigiza. Na tuliona movie nyingi sana ambazo Steven Kanumba marehemu aliigiza na mwanadada Wema Sepetu na walifanya vizuri sana. Ukiangalia movie ya White Maria, movie ya Red Valentine, movie ya Family Tears, ni movie ambazo waliigiza vizuri sana marehemu Steven Kanumba pamoja na mwanadada Wema Sepetu. Na tunaweza kusema Kanumba alikuwa ni chanzo kikubwa sana cha Wema Sepetu kufahamu kuwa ana kipaji pia cha kuigiza tofauti na kipaji cha wanamitindo. Basi Kanumba ni mtu ambaye alimtoa sana Wema Sepetu katika swala zima la kwenye filamu, na mahusiano yao yalidumu kwa muda mrefu sana. Na Wema Sepetu aliwahi kuongea kwenye mitandao ya kijamii kuwa alifanikiwa kupata ujauzito wa Kanumba mara 2, lakini hakuwa tayari kuzaa kwa kipindi kile kwa sababu bado alikuwa ni binti mdogo na anahitaji bado kufanya mambo mengi sana katika tasnia ya sanaa ya filamu. Hivyo akatoa zile mimba 2 za Kanumba, na mpaka leo hii basi Wema Sepetu anajutia sana kutoa ujauzito wa Kanumba. Basi anahisi ni kama vile laana inaendelea kumtafuna. Mpaka leo hii amekosa kabisa mtoto na mimba huwa mara kwa mara zinaharibika. Lakini mwanaume mwingine ambaye alifanikiwa na ni star mkubwa, alifanikiwa kupata penzi la Wema Sepetu, basi ni msanii Diamond Platnumz ambaye kwa sasa hivi ni CEO wa WCB Wasafi. Msanii Diamond Platnumz alifanikiwa kwa kiasi kikubwa, na tulishuhudia kwa kipindi hicho Diamond Platnumz alikuwa hafahamiki sana, alikuwa bado mziki wake haujamtoa. Ni kama vile Wema Sepetu ndiye mtu pekee ambaye alimtambulisha msanii Diamond Platnumz kwa Watanzania, kwa sababu Wema tayari alikuwa na jina na alikuwa ni msanii wa sanaa ya filamu maarufu sana. Lakini pia taji la Miss Tanzania 2006 lilimtambulisha sana mwanadada Wema Sepetu na kufahamika sana ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Hivyo msanii Diamond Platnumz alitambulishwa na Wema Sepetu kwa Watanzania kwa kiasi kikubwa sana, na tukashuhudia nyota ya Wema Sepetu iling'aa kweli kweli. Lakini pia msanii Diamond ni kama vile nyota ya Wema Sepetu ilimsaidia kwa kiasi kikubwa, na muziki wake wa sanaa ya muziki ukafika mbali sana, na mpaka leo hii msanii Diamond Platnumz anamshukuru sana Wema Sepetu kwa namna ambavyo mchango wake ulikuwa ni mkubwa katika sanaa yake ya kimuziki. Lakini baadaye penzi hilo likafa kwa sababu mbalimbali ambazo wamekuwa wakizitaja wao binafsi, sababu ya kutokuwa waaminifu katika mahusiano. Lakini mwanaume mwingine ambaye pia alikuwa ni maarufu aliyewahi kuwa na Wema Sepetu basi ni Idris Sultan. Tunafahamu Idris Sultan alipata umaarufu mkubwa baada tu ya kushinda Big Brother Africa Hot Shot 2014. Sasa baada ya kupata umaarufu huo, basi baadaye wakaanza mahusiano na Wema Sepetu. Na Wema Sepetu alionekana kumpenda sana Idris Sultan, lakini penzi lao halikudumu kwa muda mrefu, na hiyo yote ni kutokana na Idris Sultan alikuwa akihitaji mtoto, lakini Wema Sepetu tatizo lake lilikuwa bado linaendelea kumsumbua, mimba anashika lakini baadaye zinatoka. Wanaume wapo wengi sana ambao waliwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na msanii wa sanaa ya filamu Wema Sepetu, lakini nimewataja wale ambao ni mastaa wakubwa, yani ni watu maarufu sana ambao wamewahi kuwa na mahusiano na Wema Sepetu. Kuna wanaume kama Mr Blue, Chaz Baba, hao pia waliwahi kuwa na mahusiano na Wema Sepetu, lakini sio wale mastaa maarufu au penzi lao halikudumu kwa muda mrefu kama ambavyo nimewataja hawa watatu. Basi tunaweza kusema ni mapenzi au ni kapo ambazo zilitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia kapo ya Wema pamoja na Kanumba ilitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ukiangalia ya Diamond, lakini pia ya Idris Sultan, hao ndo wanaume
ambao waliweza kumshika na kumteka Wema Sepetu kwa kipindi kirefu zaidi mpaka tukafikiria huenda ndoa ikafanyika kwa wanaume hao pamoja na Wema Sepetu, lakini isivyo bahati tunaweza kusema Wema Sepetu kwa sasa hivi amepata mwanaume ambaye tunaweza kusema ni mwanaume ambaye amempenda sana na ni mwanaume mwingine ambaye ni Whozu, na tumeshuhudia hivi juzi kati basi wametangaza kurudiana upya baada ya wao kutengana kwa kipindi kifupi. Basi kwa sasa hivi tunaweza kusema penzi la Wema Sepetu pamoja na Whozu basi litakwenda kufika mbali zaidi, kwa sababu wawili hawa ukiwaangalia macho yao unaweza kuona kabisa kuna upendo ndani yake kati ya Wema pamoja na msanii Whozu, na tunaendelea kuwaombea heri kweli kweli. Na hiyo ndiyo historia ya Wema Sepetu ambayo watu wengi wamekuwa wakiulizia Wema Sepetu kazaliwa wapi. Wema Sepetu tayari nimekutaarifu yaliyo mengi zaidi kuhusiana na mwanamitindo huyu maarufu sana hapa nchini Tanzania, Wema Sepetu, ambaye amekuwa ni mwanadada amejizolea umaarufu mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, chao.